Hamas imekubali ramani ya hatua kwa hatua ya kukabidhi silaha zake, huku Israel ikitarajiwa kujiondoa taratibu katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa Baraza la Amani linaloungwa mkono na Marekani. Baraza hilo limesema makubaliano hayo ni mara ya kwanza kwa Hamas kutoa ahadi rasmi ya kutekeleza mpango unaoweza kufanyiwa kazi wa kuachana na silaha zake zote. Mchakato huo unalenga kuendeleza makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa Oktoba mwaka 2025 na kufungua njia kwa utawala mpya wa Wapalestina Gaza. Kwa mara ya kwanza, Hamas imejitolea rasmi kutekeleza mpango wa kukabidhi silaha zake zote, ambao utafuatiwa na Israel kujiondoa Gaza, Baraza la Amani limesema. Chini ya mpango huo, Hamas itaanza kwa kukabidhi silaha zinazotumiwa na kikosi chake cha polisi kwa Kamati ya Kitaifa ya Usimamizi wa Gaza NCAG, inayoundwa na wataalamu wa Kipalestina na inayotarajiwa kuchukua nafasi ya Hamas katika kuendesha eneo hilo. Hatua zinazofuata zitahusisha kuondolewa kwa silaha nzito, maghala ya silaha na maandaki ya kijeshi. Silaha binafsi zitakabidhiwa katika hatua ya mwisho, ingawa sheria za mamlaka ya Palestina zinaweza kuwaruhusu baadhi ya watu kumiliki silaha zisizosajiliwa kwa kufuata masharti makali. Makundi yenye silaha na koo zinazoungwa mkono na Israel pia zitatakiwa kukabidhi silaha zao. Kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu kitasaidia katika mchakato huo, huku kamati huru ya uthibitishaji ikifuatilia utekelezaji wa masharti kwa upande wa Hamas na Israel. Afisa mwandamizi wa Hamas, Raz Hamad, amesema kundi hilo halitoanza kuhifadhi silaha zake mpaka lihakikishe Israel nayo imetekeleza wajibu wake, ikiwemo kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kuanza kujiondoa kijeshi kwa hatua. Hatutachukua hatua hata moja mpaka tuwe na uhakika kwamba Israel nayo itatekeleza ahadi zake, Hamad ameiambia Al Jazeera. Kwa mujibu wa maafisa wanaohusika na mpango huo, Israel italazimika kwanza kurudi katika mpaka wa awali unaoitwa Yellow Line uliowekwa kwenye makubaliano ya Oktoba 2025. Kujiondoa zaidi kutafanyika baada ya maeneo husika ya Gaza kuondolewa silaha. Mpango huo unayataka makundi yote ya Kipalestina yenye silaha kusitisha shughuli za kijeshi baada ya kukamilika kwa kipindi cha awali cha siku 14 na kupitishwa kwa ratiba kamili ya utekelezaji. Makadirio yanaonyesha mchakato mzima wa kusalimisha silaha unaweza kuchukua kati ya siku 200 na 350, ingawa maafisa wamekiri kuwa huenda ukachukua muda mrefu zaidi. Ujenzi mpya utaanza katika maeneo yatakayothibitishwa kuwa yameondolewa silaha, huku mradi wa kwanza wa nyumba ukipangwa kuanza Rafa mapema mwaka 2027. Baraza la Amani limesema limepata ahadi za takriban dola bilioni 16 hasa kutoka mataifa ya Ghuba kwa ajili ya ujenzi mpya wa Gaza. Katika hatua nyingine, afisa mwandamizi wa Marekani pia amedai kuwa Iran ilijaribu bila mafanikio kuishawishi Hamas isikubali pendekezo hilo. Kwa mujibu wa afisa huyo, ahadi ya msamaha kwa wanachama wa Hamas watakaokabidhi silaha na kuzingatia mpango mpana wa Gaza wa Rais Donald Trump ilikuwa miongoni mwa vivutio vikubwa vya makubaliano hayo. Baraza la Amani limesema lengo la mwisho ni kuanzisha mamlaka moja, mfumo mmoja wa sheria na chombo kimoja halali cha usalama Gaza, huku yakijengwa mazingira ya ujenzi mpya, utawala wa Palestina na suluhisho la muda mrefu la kisiasa kati ya Palestina na Israel.